mambo haya, ukafute haki, utawa, imani, upendo, zaburi, upole. Piga vita vilivyo vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele uliomitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu anayehifadhili hai vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale mbele ya moto Pilato, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo yeye kwa majira yake atakudhihirishwa, yeye aliyehimidiwa, mwenye uwezo peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Neno la Bwana. Zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi tumewekwa shimo kubwa
watakao kutoka huku kwenda huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba utume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili washuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize hao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akuendea mtu tukae kwao wafu watatubu. Akamwambia, wasiposikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Neno la Mungu. Mbalimbali sana jina kwa mwisho na kati ya mtu na nafasi mbele. Tunajua au mnafanya kama darasani wale ambao wanacheza karata, wale ambao hawasikilizi mwalimu wanakaa nyuma. Hata mimi nilikuwa nakaa nyuma wakati nasoma tukitia. Basi ndugu zangu, katika Jumapili ya leo ni mwendelezo wa masomo ya Jumapili iliyopita. Tunasikia nabii Amosi akiwakumbusha matajiri wale ambao wenye uwezo, kwa uwezo wao huo walio nao wasije wakakandamiza masikini wasiokuwa nacho. Na leo anaendelea na kile ambacho alipelezea Jumapili iliyopita. Lakini Paulo kwa Timotheo anaambia, mwanangu mpendwa, kabla ya yote na katika yote sali. Usisali tu, lakini uombee viongozi, uombee wafalme, lakini pia uombee viongozi wa mataifa. Leo anamwambia mwenyewe ajiombee na yeye vile. Injili ya Jumapili iliyopita tuliona mfano wa mnyoli na mdaiwa wake. Anamwambia anadaiwa kumita, anayedai yeye mwingine akamwambia anadaiwa shilingi ngapi, anadaiwa mauni ya shilingi 100, akamwambia andika 80 ili tuwe 20 nyingine anadhuru. Leo katika Injili tunasikia kuhusu Ibrahimu, lakini kuna watu wawili, tajiri na Lazaro. Tajiri atubini nani? Hata ukisoma katika Biblia hakuna tajiri aitwaje katika Injili zote. Tunasikia mtu mmoja tajiri. Hata yule kijana alikuwa na mali, alikuwa ni kijana tajiri, alikuwa ni nani? Lakini maskini tunamjua ni nani? Lazaro. Wote wawili wakafariki, wakaenda huko walikoenda, mambo yakabadilika. Yule mmoja alikuwa anaishi vizuri katika ulimwengu huu, yule mwingine alikuwa anaishi vibaya, lakini mambo yakabadilika katika ulimwengu ule mwingine. Yule mwingine anaishi vizuri, yule mwingine anaishi vibaya. Mara nyingi katika Biblia tunaposoma kitu kinaitwa tajiri au utajiri, tuna akili ya kwanza kwa haraka tunafikiria kwamba ni utajiri wa nini? Wa mali. Na kadiri ya maelezo ya Biblia ni kweli moja kwa moja ni utajiri wa mali. Lakini katika maisha yetu kuna utajiri mwingi. Karisma unaita vipaji. Tuna vipaji vingi, vipaji ambavyo umejaliwa, ule ndio utajiri wako. Unaweza ukawa maskini, watu wanakuona ni maskini, lakini una utajiri wako mwingine. Kwa hiyo kuna katika tajiri na Lazaro, kati ya sisi hapa kuna tajiri vile na kuna Lazaro, na wote tuna upande huu.
tunajaliwa vipaji. Mfano, kipaji moja wapo ni kuimba kwaya. Hawa wanajifunza wanazile noti zao wanapigana. Hatuwezi kumwona mtu mwingine ambaye hana uwezo ule, hana utajiri ule, hana kipaji kile cha kusaidia kufundisha au kuongoza. Hii leo lazima upate ndani ya hizi ili kuongoza. Hakuna mtu yeyote anaweza kufanya. Zangu utajiri kila mtu anao na umaskini kila mtu anao. Karisma vipaji vilivyojaliwa na Mwenyezi Mungu ndio utajiri wetu. Lakini hiyo vipaji tunavitumiaje? Tunavitumia kwa manufaa ya nani? Je, ina kipaji cha unajua kuna wengine wana kipaji kama mgonjwa anaumwa, mtu akifika pale ana yaani ile ndani yake uwepo wake kipaji. Mgonjwa anaweza kujifikia vizuri. Ikiwa ni kipaji vile vile ambao Mwenyezi Mungu amekujalia. Ila mtu mwingine akifika akimwangalia mgonjwa mmoja unakuja tena anazidisha kuumwa. Wewe ndio maskini wako. Wewe unaweza kupata maskini lakini uko na kipaji kingine kwa utajiri mwingine. Lengo ni unatumiaje utajiri wako, unatumiaje kanisa yako kwa ajili yako ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia ili uweze kuwafanikisha wengine. Yote katika yote Amosi anatuambia nanyi matajiri msitumie utajiri wenu kwa maana anamwambia Timotheo mwanangu mpendwa, yote katika yote sali, uombee wafalme, uombee wakuu wa nchi, uombee viongozi wa nchi yako, kwani hao ndio wanajilikiza mali, wana utajiri mwingi, lakini vile vile hawawezi kuona maskini, kuona watu ambao wanajulikana. Kuombea nchi, kuombea amani katika nchi yetu, sio swala la kusema unajipelekeza au unaingilia siasa au unaingilia serikali. Kama ni jukumu lako kama Mkristo mbatizwa, na sio ombi, ni lazima kuombea nchi, kuombea viongozi wako wanaoongoza. Katika sala ile Jumapili, yale maombi kuu ambayo tunasali kama mnakumbuka baada ya kuabudu msalaba, kabla ya kuabudu msalaba, katika ombi la 7 au 8 inasema tuombee viongozi wa nchi na waandamizi wao ili Mwenyezi Mungu ajalie wale watakatifu ili waweze kuongoza vyema. Salini, ombeni viongozi wenu. Salini, ombeni wale ambao wanakuongoza. Na ndio maana baraza la maaskofu wametoa ile sala kwa ajili ya kuombea amani katika nchi yetu, hasa tunapoelekea katika uchaguzi mwezi ujao. Wazee wametoa sio kwa bahati mbaya, sio kwa kutuomba, ni kwa lazima, kwa sababu ya yake kusali kuombea hawa. Mnapoahidiwa, unapopewa rushwa ili upige kura, uone kama ile rushwa utaitumia leo alafu kesho utakuwa na kitu. Kwa maana umasikini wako utaendelea, sio? Unapopewa rushwa ili uchague kiongozi fulani, uone kwamba kesho ukishampigia kura atakukumbuka tena. Alafu ile barabara itatengenezwa, hiyo stage kwa kutengenezwa, au utajishughulisha mwenyewe kwa kipaji chako cha ujinga ulicho nacho ili kesho yake umasikini unaendelea. Unapopewa rushwa na kufurahishwa na kupewa sijui nini na nini ili mchague mtu fulani kwa manufaa yake na sio kwa manufaa yako, lakini maisha yanaendelea kuwa magumu, hiyo ndio ni haki. Kwa sasa unaweza kufanya hivi, sababu leo na kesho unaweza kufanya, unaweza kupewa hivi na wafurahia na baki pale pale, maisha yanazidi kuwa magumu, watu wetu wanazidi kuwa maskini. Na Mose hata kama anakumbusha matajiri, lakini vile vile ni maskini wenye akili ambazo akili zetu sijui mnasema wapi. Tafakarini hayo katika ukweli. Kila ambacho tunatokea kwa sasa kinasaidia kwa sasa au ni kwa manufaa ya baadaye kwa watoto wa vizazi vyao vyote. Kila ambacho kinatokea kwa sasa, je, kesho na kesho kutwa hospitali kwa kesho na kesho kutwa yule mama atakayejifungua mjamzito atadaiwa pesa au atajifungua
bila matatizo yote atapata dawa? Yule mzee ambaye hana uwezo wote na umaskini wake wote, je, akichagua ambaye analipa rushwa leo, kesho yake yule mzee ataendelea kuwa tajiri au shilingi 3 ya sasa hivi, lakini kesho yake hata deni la umma hata kuwa nalo? Nani matajiri msiwadhulumu masikini? Lakini nani masikini? Msiwe wajinga katika kuendeleza masikini wenu, maana akili unayojaliwa ndio hizo zikusaidie kutokana na ujinga wetu tulio nao. Tusifikirie kwamba mtu tajiri basi yeye ni tajiri, tunaanza kusema bwana, hata Mwenyezi Mungu alifanya kazi na nini? Anafanya kazi na asili. Amepata pesa zake sababu anafanya kazi. Yule mfanyakazi anapata mshahara wake, lakini kama tajiri si kazi kwa Mungu. Watu wanakuja, mtu anafanya kazi, mpeni haki yake. Mungu Mama Bikira Maria azidi kuombea hasa wale wenye mahitaji binafsi, hasa wale wasiojiweza, lakini vile vile Mama Bikira Maria aombea na matajiri wenye uwezo, wenye karisma, ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia wale ambao wasio na uwezo. Sasa ili imani yetu, imani ya kanisa. Asadiki kwa Mungu mmoja. Kujaliwa mali na wajibu wa kuwashirikisha wote wenye shida, kwa kuwashirikisha wengine tunatimiza lile neno lisemalo, nilikuwa na njaa mkanipa chakula. Tumwombe Mungu Baba atusaidie. Mali si msingi wa maisha ya binadamu. Utupe moyo wa kutusahau, kuwa wafadhili wa wenzetu na kuwa tayari kuwashirikisha wenzetu mali zetu. Ee Bwana, mapambano mengi duniani yanatokana na ugawaji
Ee Bwana, Mungu wakimu wanadamu wote na hukumu kila mtu kadiri ya matendo yake. Yasikilize maombi yetu ili tuepuke hukumu kali kwa kuzembea maonyo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. alituokoa
pamoja na viti vya enzi na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaigeuka utukufu wako ukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa yale katika mateso yake, alitwaa mkate, akakushukuru kwa kumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe, akakushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, inayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fungo la imani. Mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetusailisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, likamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Stefano na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Na pekee tuwaombee marehemu wa familia zetu, ndugu jamaa na marafiki. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Yohane Mwinjili msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, stahili kushiriki uzima wa milele na utukufu na kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu na heshima na utukufu milele na milele. Kwa kulipia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya Kristo, tunakushukuru kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kushawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana tunakuomba
dhambi zetu katika imani ya kanisa lako, upende kujalia amani na umoja kama yako mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amina.
Kingine nini? Watu watendeane haki katika yote. Kingine nini? Nisema skuli. Hata kama maisha ni magumu, furahie. Mpendane, furahie maisha, lakini zaidi katika yote udugu, upendo katika sisi na sisi, upendo katika familia zetu, upendo katika dunia zetu, katika familia yetu, katika nchi yetu. Asante sana, atakia siku njema. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Bwana, sakramenti ya mbinguni ifanye wapya rohoni na mwilini, ili tuwe walezi pamoja naye katika utukufu wake, yeye ambaye tunashiriki mateso yake, kitangaza maovu yake, anaishi milele na milele.